Shalom, shalom mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki. Ni wakati wa kujiokoa na kizazi hiki chenye ukaidi. Ni wakati wa kujiokoa na kizazi hiki chenye ukaidi. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2 na ule mstari wake ni wa 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana, na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Petro wakati anahubiri watu pale Yerusalemu, wakati ametoka kuwaeleza watu na kuwashuhudia namna ambavyo waliojazwa zile nguvu, si kwamba wameelewa, ni kwa sababu wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini kuna watu ambao walikuwa wanapinga, wanasema hakuna kitu hapo, hawajajazwa Roho Mtakatifu, hakuna lolote hapo. Sasa alipoona hivyo, wako watu ambao walikubali kuamini. Alipokuwa akifundisha akasema, tutendeje ndugu zetu? Akasema, tubuni mkaamini, kila mmoja akabatizwa kwa jina lake Yesu mpate ondoleo la dhambi. Kianzia ule mstari wa 37. Akasema, waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ndipo mstari wa 40 akasema, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana. Kwa habari za nani? Za Kristo. Hajaandikwa hapa maneno mengi aliyowashuhudia, lakini akawaonya. Aliyowashuhudia baadaye akawaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nimekuja hapa nikwambie kwamba huu ni wakati wa kujiokoa na kizazi chenye ukaidi. Hiki ni kizazi chenye ukaidi. Usipojiokoa mwenyewe na kizazi chenye ukaidi, nataka nikwambie utakuwa ni mtu wa kuchekwa hapo mbele. Utakuwa ni mtu wa kuaibika hapo mbele. Usipojiokoa na kizazi hiki, usipojiokoa na baba, usipojiokoa na mama, usipojiokoa na mke na watoto na jamii inayokuzunguka, nataka nikwambie utakufa kibudu. Utakufa unajiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni wakati wa kujiokoa. Unajiokoaje? Huu ni wakati wa kujiokoa. Sasa unajiokoaje? Ni wakati wa kukataa kuendelea kusikiliza mafundisho ambayo hayana msingi wa neno. Ni wakati wa kukataa kuendelea kushiriki au kushika vitu vichafu. Ni wakati wa kukataa kuendelea na wokovu wa michanganyo. Tunakataje sasa? Tunaendelea kusikia na kujifunza mafundisho yaliyojengwa au yaliyowekwa na mitume na manabii. Ndio maana utaangalia pale mbele mstari wa 41, maandiko yananiambia, nao walipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu mpaka 5,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Wote walioamini, maandiko yanasema wakadumu katika lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unajiokoa na kizazi hiki chenye ukaidi? Hiki ni kizazi ambacho wako wahubiri watainuka. Leo hii tunashangaa mpaka wahubiri wanaonekana ni wakubwa, wanahubiri mahubiri ya utakatifu, lakini wako wanalizia kineno. Atakuja mhubiri atakwambia, ninyi mnaofunga mnahubiri si uvaji wa vitambaa, si mnahubiri utoaji wa heleni, mnaitwa mizimu. Wako wengine watahubiri watasema, mbona maandiko yote yameandikwa muyafuati? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia na nikaona na clip moja na inatembea mtandaoni, wahubiri wakubwa wanaeleza, kwani yule Elisha aliyemponya mgonjwa amemlalia na sisi tulalie watu? Kweli unaona mtu anapinga andiko la watu kujisitiri vichwa, la watu kutokujilemba kwa andiko kama hili?
Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli unaona hizi nyakati ambazo tunatakiwa kujiokoa na kizazi chenye ukaidi. Usipojiokoa na kizazi chenye ukaidi, nataka nikwambie utapotea. Unajiokoa na wahubiri wenye wakaidi, unajiokoa na mitume wakaidi, unajiokoa na manabii wa uongo wakaidi. Ni kizazi ambacho si tu wanaokaidi ni wale ambao wako madhabahuni. Wengine wanakaidi wako madhabahuni. Wengine ni watumishi wenye majina ambao unaona wana majina wewe, ambao unaona hao watumishi ni watumishi wakubwa wa Mungu. Wewe unavyoona wewe. Kwa sababu wewe unajua watumishi wakubwa wa Mungu lazima wawe na kundi kubwa. Wewe ndio unavyoona wewe. Watumishi wenye majina ni kweli Mungu amewapa majina. Lakini unapopewa jina wanakengeuka na kuacha kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani mtu apinge utakatifu eti kwa vigezo vya eti mbona kuna maandiko yameandikwa hatuyafuati. Mbona yule mtumishi alimlalia yule mtoto alipokuwa anamponya. Kwa na sisi tulalia watu tunapowaponya. Kwa na nyinyi mnapoambiwa na wahubiri hao wanaosema mwanamke siweke heleni, mwanamke asisuke, mwanamke avae kichwa ajistiri kichwa chake, hao ni wahubiri waongo. Na wewe unafuata baada ya kukimbia na kuepukana na hao wahubiri wenye ukaidi, wenye mioyo ya ukaidi. Wanaijua kweli lakini wanakaidi. Kwa sababu wanaogopa kupoteza makundi ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine kwa sababu ya mioyo ya ukaidi na kiburi, wanajiona wamefika, wanajiona kwamba wao ndo wana kweli ya mwisho. Mungu akamwambia Samuel, akamwambia nitatenda jambo katika Shilo. Kila atakayelisikia masikio atawasha. Watu hawakuzoea kwamba Mungu anazungumza na watoto. Wakati Mungu anazungumza na Samueli, ilikuwa hajazoeleka, wamezoea kumsikia Eli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko nyakati ambazo Mungu atazungumza kwa kutumia mtu yoyote nyakati hizi. Na watu watakaotumika katika nyakati hizi ni wengine hawana hata majina. Hao ndo wataleta wokovu kwa watu. Hawana hata majina, na watambuliki, na hawajulikani. Na kuambia hao ndo watakaleta wokovu. Wale wahubiri mnawategemea kwamba ndio wahubiri wakubwa hawa. Nataka niwaambie mnawategemea na kuona kwamba hawa ndio wahubiri wakubwa, wanahubiri injili. Nataka nikwambie utashangaa. Unapotea pamoja na wao. Lakini wale watakaosikiliza, kama vile ambavyo Mungu aliamua kumtumia Balaam, aliamua kumtumia punda ili amokoe Balaam asimuue, malaika asimuue, ndivyo ambavyo nakwambia watu watakaokuwa makini kusikiliza. Ni nyakati za moyo kuzungumza. Ni nyakati za watu ambao ukutarajia watahubiri injili ya kweli, na watu watakaowasikiliza na kuwafuata, nataka nikwambie wataiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu walipopewa majina, wakapewa mali na uchumi, wakageuza injili. Wakaanza kuhubiri injili kinyume na neno. Ni kweli wanakemea dhambi, mtumishi wanakemea dhambi, wanahubiri maisha utakaoani kukemea dhambi ndio kuhubiri utakatifu. Unaweza kukemea dhambi lakini usiwafanye watu wakaishi kulingana na unachokifundisha. Ni sawa na kumkemea mtoto mdogo. Wewe mtoto mdogo, acha hiyo semosi. Acha hiyo chupa ya chai. Afu natulia, mtoto anaendelea kushika. Mwambia mbona nimemkemea, hataki mwenyewe kuacha. Mwambia acha uzinzi, nimeshakemea hataki kuacha. Ndicho kilichompoteza Eli. Nenda kasome Biblia yako. Eli aliwakataza watoto wake lakini hakuchukua hatua. Tunaposema unakemea dhambi, unatakiwa kuchukua hatua. Haushi kukemea na kuacha hapo hapo. Nachukua hatua kama baba. Sasa wanakemea dhambi. Haya angalia. Makusanyiko yao na makundi yao yameacha dhambi. Sio wanaendelea na hali ile ya kawaida. Kwa nini? Wanakemea tu lakini hawachukui hatua. Tunachokiongelea ni kukemea na kuchukua hatua. Hiyo ni hatua nyingine. Lakini sipo huko. Lengo langu ni kukuonya wewe mwana wa Mungu mtakatifu wa Bwana, kwamba hiki ni kipindi cha kujiokoa na kizazi chenye ukaidi. Hiki ni kizazi ambacho kitapotoa maandiko. Ni kizazi ambacho kitakataa kweli ya Mungu. Ni kizazi ambacho kitakuwa cha kubishana kwenye mitandao. Na utaona mengi, utasikia mengi. Tabishana sana, vikumbo na nini, kutukanana na kuzalauliana. Lakini wewe jiokoe na kizazi chenye ukaidi. Kambali na hichi kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kilichotokea. Petro akawaonya kwamba jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Kwa nini? Mungu akitaka kuangamiza watu, Mungu anawatenga watakatifu mbali na waovu ili akipige vizuri kile kizazi ambacho hakitaki kusikiliza. Anaanza kuambia watu mjitenge. Mungu anapoandaa watu kwa ajili ya unyakuo, lazima atoe tangazo la watu kujitenga.
Na ndio maana leo hii mbiu namba 1 ni watu wajitenge na kizazi hiki chenye ukaidi, wajitenge na wahubiri waongo, wajitenge na wakristo waongo, wajitenge na watu wasioenda kwa utaratibu, wajitenge na makanisa yasioenda kwa utaratibu, yasiolifuata neno. Kwa nini? Ni kipindi ambacho Mungu anaandaa watu wake. Hata nitakusomea maandiko hapa. Wakati Mungu akitaka kuwatenga watu wake na apige kile kizazi, alikuwa kwanza anawatahadharisha kwamba wajitenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitaka kufanya jambo lolote na watu wake, cha kwanza alikuwa anahimiza watu wajitenge. Acha nikupe mifano kadhaa. Kwa mfano, wakati wa Sodoma na Gomora. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 19. Hatuna muda wa kusoma mafungu yote. Lakini angalia alichokifanya Mungu. Wakati wa Sodoma na Gomora, Mungu alipotaka kuipiga Sodoma na Gomora, cha kwanza alienda kwanza alimwambia Ibrahim, ukianzia ile mstari sura 18. Ibrahim akaanza kuweka vigezo, akasema vigezo, lakini Mungu alipofika Sodoma na Gomora, yale aliyoyaona, maandiko yanasema akamwambia Lutu, una watu wengi ndugu zako hapa, uambie mtoke katika huo mji nitaupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona ikifika wakati Mungu akamtenga Lutu na watoto zake wawili na mke wake. Of course mke wake alienda kugeuka kuwa nguzo ya chumvi. Alisema jiokoe nafsi yako, usiangalie nyuma. Hiki ndo kipindi cha kujiokoa nafsi na kutokuangalia nyuma. Ni kipindi cha kujiokoa mwenyewe mama. Utakuwa na mume mkaidi, utakuwa na watoto wakaidi, utawaambia maswala utakayowaambia hapana, hizi hayo mito na wakati hayo. Si utakatifu wale. Mungu anaangalia roho. Utakutana na kikundi, utakutana na watu wakaidi, wachungaji wakaidi, wainjilisti wakaidi, wachungaji wakaidi, mitume wakaidi, wanakwaya wakaidi. Sasa chenye ukaidi. Watakaidi na kupinga kila kitu. Ndio maana Petro akaonya, jiokoe. Mnasali kanisa moja, akitokea mhubiri na nabii utakatifu, tuondokee hapa. Kama mchungaji ataenda tutahama. Wana masikio utafiti, wakaidi. Wataki kweli. Ndio maana maandiko yanatuambia nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kupapalika na majina na mikusanyiko ya watu wengi. Hili kanisa lina watu wengi. Acha kukusanyika, acha kukimbilia hivyo. Angalia, kuna fundisho la mitume hapo linaendelea. Mbona mtumishi anakemea dhambi? Nimekuonya. Kukemea dhambi sio shida. Sio shida. Anachukua hatua na hiyo dhambi anayoikemea. Haiwezekani mtu aanze kukemea. Haiwezekani. Mbona Yesu aliponya watu kwa kutumia tope? Kwa hiyo tuponya watu. Yaani usifuate vitu mtu anakupa reference za Biblia ambavyo ni irrelevant, havikubariki, havitumiki. Alafu wewe mwana wa Mungu unakubali eti kuafiki kwamba utaua wa nje si kitu, kwa sababu watumishi wa zamani waliponya wagonjwa kwa kuwalalia. Mbona leo hatulalii? Hata hii Paulo alivyoandika kwamba watu wajisitiri, kumbe nayo si kitu, aliandika vile vile. Hawa ni wahubiri wakaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi chenye ukaidi. Utaangalia mfano mwingine. Mungu alitenganisha mwanadamu siku ile, kipindi cha mwanzo. Mungu alipotaka kuangamiza dunia yote, akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Akaamua kumtenga Nuhu ili asiangamize. Ili asiangamize nini? Asiangamize watu wa Mungu pamoja na kizazi kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutaangalia wakati wa Kora. Wakati wa Kora tunaangalia kina Kora, kina Dasa. Wakati wanambishia mtumishi wake Musa, kuanzia kitabu cha Hesabu sura 16, kuanzia ule mstari wa kwanza. Acha nikusomee, nitaanzia mstari wa ngapi? Nitaanzia mstari wa 21 hapo ili niende na wakati. Kitabu cha Hesabu. Angalia, wakati Mungu anataka awapige wakina Kora na wenzake wakina Dasa, ili mlazimu Mungu
awaambie wajitenge na watu. Hesabu 16 kuanzia mstari wa 21. Biblia inasema, jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara moja. Nao wakapomoka kifudifudi wakasema, Mungu, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya dhambi nawe utaukasirikia mkutano wote? Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na mkutano na kumwambia, ondokeni ninyi hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu na wazee wa Israeli wakaandamana naye. Akasema na mkutano na kuambia, na wasi, ondokeni penye hema ya hawa watu waovu, wala msiguse kitu chao chochote, msiangamizwe katika dhambi zao zote. Ondokeni katika hema za waovu. Ondoka katika hema za waovu. Ondoka katika ibada za waovu. Ondoka. Wana mifano ya utaua. Biblia inasema wana mfano wa utaua, lakini wakizikana nguvu zake Mungu, hao nao jiepushe nao. Ni kweli wanahubiri ni kama wanahubiri utaua. Ni kweli kama wanahubiri utakatifu. Shetani ana point 02, anaangalia point 1, ikukwamisha kuingia mbinguni. Shetani lengo lake si kukuzuia wewe kuitwa mlokole. Si kukuzuia wewe kusali au kufunga. Lengo lake ni kukuzuia usiingie mbinguni. Ndio maana vitu vya Yezebeli na utakatifu wa nje hautakuzuia kupokea baraka na kubarikiwa na kushaini, kununua magari, kwenda nje ya nchi, kujulikana, kutambulikana, au havitakuzuia. Lakini kitakachokuzuia ni kwenye lango la mbingu, kwa sababu lijiambatanisha na vitu vya dunia. Na ndivyo ambavyo wahubiri wengi wa kisasa wanaotaka makundi makubwa hawezi wakasimamia hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi wakasimamia hivyo. Ili hali ya wajui kwa mkisimamia utakatifu Mungu ataleta makundi tu. Wako watakatifu wengi wanahitaji hiyo kweli, watakuja wengi tu, makundi makubwa. Wako watu wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha ajabu, sasa jitengeni na kundi la watu waovu. Jitengeni. Ili mpate kuanga, msiguse kitu chochote. Anawaonya hapa. Msiguse kitu chochote. Anawaonya hapa. Basi wakaondoka hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu pande zote. Nao kina Dathani na Abiramu wakatoka nje, wakasimama mlangoni mwa hema zao pamoja na wake zao na wana wao na watoto wao wadogo. Musa akasema, kwa jambo hili mtajua kwamba Bwana amenituma. Utaangalia kifo cha watu, ardhi ilipasuka hivi, wakazama chini, Afrika jifunga. Hema yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kipindi ambacho ninakwambia mwana wa Mungu, cha kujiokoa na kizazi hiki chenye ukaidi. Ni kizazi ambacho hakitaki kusikia kweli. Nguvu za Mungu na uwezesho wa kiungu utazilika ndani yako zaidi utakapoacha, utakapojitenga na watu ambao hawaenendi sawasawa na neno. Hawaenendi sawasawa na neno. Muda umefika wa wana wa Mungu kujitenga na watu waovu. Muda umefika. The time is now. Ambapo watu wanatakiwa kujitenga na watu waovu. Ndio maana maandiko yanasemaje katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Nikusomea andiko. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 6. Mstari wake ni wa 14. Angalia anachokisema. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi hivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Sikiliza mstari wa 17. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Angalia anachokisema, msiguse kitu kilicho kichafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitenge na uchafu. Usiguse kitu kilicho kichafu. Jitenge na kizazi hiki kichafu.
Jitenge na kusikiliza audio zenye uchafu, video zenye uchafu. Mahubiri yasiyofuata neno la Mungu yanaonekana ni uchafu, yanachafua roho yako. Unapoona kwaya zovaa ovyo, zimevaa utupu, zinaonyesha maungo yake, wewe unaangalia uchafu. Hujajitenga na uchafu. Mahubiri yenye mipasho yenye nini, unasikiza uchafu. Ndio maana ukui kiroho au pigi hatua kiroho, kwa sababu hujajitenga. Kwa sababu hapa kuna vizazi viwili. Kuna kizazi ambacho ni kizazi kiovu, kikaidi, na kuna kizazi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi mtu kuja kwa Kristo asipofundishwa na Baba mbinguni. Biblia inasema hivyo. Nakuuliza wewe upo kwenye kizazi gani? Kikaidi, kiovu au kizazi cha Mungu? Aliye kizazi cha Mungu atajitenga tu na kizazi kiovu. Atajitenga tu. Sababu maji na mafuta viwezi kukaa pamoja. Mungu hawezi kaa pamoja na watu wenye mizaha. Mungu hawezi kukaa pamoja na wasio safi. Hawezi. Ndio maana anasema mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa takatifu. Of course mnaweza mkaona matendo. Sikiliza, kuna tofauti kati ya matendo ya Mungu, lakini pia kuna tofauti kati ya njia za Bwana. Biblia inasema Mungu alimjulisha Musa njia yake, na wana wa Israeli matendo yake. Watu wengi sana wanaona matendo ndani ya kanisa, wanasahau njia za Bwana. Of course matendo ya Mungu yapo. Utaona miujiza, utaona kila kitu kina happen. Everything will happen katika kanisa lako. Na utasema wonderful, tunaenda mbinguni. Siku ile Bwana utasema siwajui nini. Bwana tulitoa pepo, tuliponya wagonjwa, tuliponya kansa, tuliponya uvimbe matumboni. Atasema siwajui ninyi, msiwajui nyinyi. Sikuwajua kama. Bwana mbona sisi tulikuwa tunafanya miujiza kwa jina lako? Nilikuwa na kanisa kubwa. Nilikuwa na maelfu ya wananifuata. Tanzania zima nikisema haleluya watu wananikimbilia. Atakwambia sikujui wewe utokako. Ondoka zako. Ndipo Biblia inasema kutakuwa kilio na kusaga meno. Kwa nini? Walitumainia miujiza, wakafikiri kwa sababu nafanya miujiza, kwa sababu nina kundi kubwa, basi nina njia za Bwana. Una matendo wewe. Ni matendo ya Bwana. Njia za Bwana uzijui. Aliye na njia za Bwana umjui. Na anapokuambia unamdharau, hana umbo, hana uzuri, hata tumpende. Kasome Isaya 53. Inamueleza Yesu alivyokuwa. Kwa nini? Wale unaofikiri wana maumbo na uzuri ambao hawa unaona kwamba hawa wakihubiri injili basi ndio injili ambao unaielewa. Umepotoka. Angalia Isaya 53. Isaya 53 anasemaje? Isaya 53. Haja kisema. Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Huyo ndo Yesu. Huyo ndo Yesu. Hana uzuri. Wahubiri waliotumwa kwako wajui. Wahubiri waliotumwa kwako wenda wana hata maumbo, wana hata majina. Hawana majina. Wahubiri waliotumwa kwako wana majina. Na kuambia wewe mama, naongea na wewe baba, naongea na moyo wako, jiokoe na kizazi chenye ukaidi. Aliyetumwa kwako hana hata jina. Wenda hata umjui. Wenda hata ni mtoto mdogo, wenda unamdharau kwa sababu wenda yuko hivyo kama alivyo. Hana umbo, hana uzuri, na tumuonapo hatuweza hata kumtamani. Huyo ndo alitumwa kwetu. Ndio alitumwa kutokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo kwa sababu mtumishi fulani amesema unaacha utakatifu na kukimbia kitu kingine. Mungu hajawahi kutembea na wasio safi. Anawaambia wana wa Israeli, nikitembea na nyinyi hata dakika moja nitaangamiza katika njia. Tusome kitabu cha Kutoka 33. Ambia nitawaangamiza katika njia. Ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Tatuma tu malaika muongozane naye. Hajawahi kukaa na kizazi kikaidi. Hajawahi kukaa. Ndio wasema msiguse kitu kilicho kichafu. Usiguse mafundisho machafu. Usiguse mawigi. Usiguse mahereni. Usiguse makeup. Usiguse vitu vyote vinavyochafua ndani na nje. Usiguse hata kuangalia pornography. Usiguse hata kusikiza mafundisho ya uongo. Usiguse hata kusema nabii. Nabii. Apostle, kuna muujiza. Ndio, kuna nini? Mama ametoa wembe tumboni. Kuna nini?
Mama amepata milioni 20, alikuwa na mtaji wa 100, ulipogombea kabla na unasikiliza. Usiguse kitu kichafu wewe. Bwana asema nami nitawakaribisha. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi, nami nitawakaribisha. Huyo ndo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni wakati mama wa kujitenga na ujiokoe kabisa na mahubiri manyonge. Jitenge na Wakristo waongo. Wakristo wababaishaji. Ili Mungu atembee na wewe. Toka kati yao. Maana amesema nitakuwa baba kwenu, watoto wa kike na wa kiume. Ili Mungu atembee, toka kati yao. Ndio maana ukisoma Ezekieli 12 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili, Mungu anakuambia jitenge. Ni kizazi kikaidi hichi. Kitabu cha Ezekieli 12 kuanzia ule mstari wa kwanza. Ezekieli 12 mstari wa kwanza. Neno la Bwana likanijia tena kusema, wanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila waoni, wana masikio ya kusikia ila wasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Umeona sasa? Kizazi kikaidi, kina macho hakioni, kina masikio hakisikii. Hata akijua aliyeumba vya ndani ndio aliyeumba vya nje, hakijui. Hata akijua kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, hakijui. Kwa mtakatifu wa ndani wa reflect nje, hakijui. Kina masikio hakisikii, kina macho hakioni. Jiokoe na hicho kizazi. Mungu akamwambia Ezekieli, toka wewe wakiwa wanakuona, uende watajifunza jambo. Lakini bado hakuna kujifunza. Mpaka wanakuja wanapigwa. Usisubiri mpaka kupigwa. Usisubiri mpaka kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa kuwa makini sasa. Ujitenge na video chafu. Jitenge na picha chafu. Jitenge na vikundi viovu, vikundi vichafu ambao vitaki kusimama katika kweli. Mungu ni mtakatifu. Na sisi tunapaswa kuwa takatifu. Na wewe unapaswa kuwa takatifu katika mwenendo wako wote. Mtu akikuletea habari ambazo sio za Mungu, anakuletea habari za kutoa katika uwepo, mwambie hapana. Jitenge na huyo. Jitenge naye. Ukijijua wewe ni nani, hautajiunga na vikundi visivyo na maana. Ukijua wewe ni nani, hautakuja upoteze muda na watu wasio na uelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kundi lilopo ni kwa sababu hujajua wewe ni nani. Lakini ukishajitambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, wa kike na wa kiume, mnaonisikiliza, Biblia inasema kwamba nami nitawakaribisha, nami nitakuwa baba yenu. Toka huko karibishwe na baba. Toka haraka, poteza muda. Unapoteza muda. Nasema hivi, unapoteza muda. Muda umeisha. Watakatifu wa Bwana wameshaanza kujitenga na vikundi viovu. Wanajitenga na makanisa yasiyosimama na kweli. Kwa sababu hawataki kunyaukiwa kwenye mzabibu. Kuhubiriana uongo mwisho. Huu ni wakati ambapo mafuta na maji yanajitenga. Ni wakati ambapo watakatifu wanashtuka na wanafungua macho. Sababu watakatifu wa Bwana wanaendelea kutengwa kwa ajili ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wewe unaendelea kufuatilia channel hii ya Uamsho wa Kanisa. Mungu akubariki sana. Usisite kusubscribe kama bado. Lakini pia kwa kushare kwa watu wengine zaidi wajifunze. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa wewe unaendelea kusupport huduma hii kwa sadaka zako. Na wewe ambaye bado endelea kusupport kama Bwana atakavyokuwa na kujalia, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki. Amen.